Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Mkutano kuhusu watu wenye ulemavu kikunja jamvi hii leo. Tunazungumza na makamu mwenyekiti wa kamati iliyoandaa mkutano huo kupata tathmini. Huu ni mkutano muhimu sana na tumejitahidi katika maandalizi na katika majadiliano yaliyoendelea. Kwa kiasi kikubwa malengo ya mkutano yamefanikiwa. Na leo katika kujifunza Kiswahili tutabisha hodi Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya kupata ufafanuzi wa methali. Karibu. Ni Alhamisi ya tarehe 11 ya mwezi Juni mwaka 2026, siku ya kimataifa ya kucheza. Kutoka hapa New York, Marekani, mimi ni Lea Mushi. Kabla ya kukuletea mada kwa kina ambayo hii leo itaangazia tathmini kutoka kwa makamu mwenyekiti wa kamati iliyoandaa mkutano 19 wa nchi wanachama wa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu CRPD ambao unakunja jamvi hii leo hapa New York, Marekani. Kwanza tupate muktasari wa habari ambao unaletwa kwako na Flora Nducha. Karibu Flora. Asante Lea. Tuanze na Ebola. Hatari ya Ebola wakati wa kombe la dunia la soka 2026 ni ndogo na hakuna sababu ya mashabiki kubadili mipango yao ya safari kuelekea Canada, Mexico na Marekani na kufanyika michuano hiyo, limesema shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO, kombe hilo liking'oa nanga hii leo. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Ulaya Hans Henry P. Kluge amesema hakuna wagonjwa wa Ebola katika nchi hizo wala Ulaya, na amesisitiza kuwa safirini kama kawaida na furahieni mashindano hayo. WHO imefafanua kuwa Ebola haisambai kwa njia ya hewa. Aidha, imetoa wito wa kuepuka unyanyapaa na kusisitiza kuwa kwa tahadhari na taarifa sahihi, watu na mashindano vinaweza kubaki salama. Timu 48 zinashiriki na mechi 104 zitachezwa. Tukielekea Afrika, Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Annalena Baerbock amehitimisha ziara ya siku 2 jijini Nairobi nchini Kenya, ambapo amesisitiza nafasi muhimu ya Umoja wa Mataifa katika kusongesha maendeleo, amani na ushirikiano barani Afrika. Amesema kila siku Umoja wa Mataifa na washirika wake huokoa maisha. Bila Umoja wa Mataifa mamilioni ya watoto wasingepata elimu kupitia UNICEF wala chanjo muhimu kupitia WHO, na tusingekuwa na ushirikiano kama huu. Na mkutano wa 19 wa nchi wanachama wa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu CRPD uliokuwa unafanyika hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani umefikia tamati hii leo. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kuadhimisha miaka 20 ya mkataba huu na kuimarisha utekelezaji wake katika dunia inayobadilika. Kibaya Laibuta, jaji wa mahakama ya rufaa nchini Kenya ambaye pia ni mlemavu asiyeona au kipofu, ameshiriki mkutano huo na anaeleza alivyouona mkutano huu. Mkutano unapomalizika, hakika tunaona jitihada ambazo serikali na pia mashirika yasiyo ya serikali, jitihada wanazofanya kuangazia na kuunga mkono jitihada tofauti za kushughulikia mahitaji muhimu, yani yale tunaita special needs, watu walio na ulemavu wa aina tofauti. Kuna programu nyingi ambazo wengi wamejitoza na kufanya iwezekane kwamba yale mahitaji yanashughulikiwa inavyofaa. Ijapokuwa kuna mengi ambayo tunaweza kusema kwamba tunanuia kutimiza, lakini hata hivyo si rahisi kutimiza kila kitu. Mwisho wa muhtasari wa habari. Asante sana Flora Nducha kuletea muktasari wa habari. Katika kipindi hiki pia hapo baadaye utapata fursa ya kujifunza Kiswahili. Na leo tutapata maana ya methali inayosema lililolujani ni la lusu. Salia papo hapo tafadhali. Integrally, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations, to discharge these functions and regulate my conduct وفي أداء عملي سوى مصالح الأمم المتحدة وحدها, and not to seek or accept instructions in regard to the performance of my duties from any government or other authority external to the organization.
Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/SW kwa taarifa na makala. Mimi ni Lea Mushi, tunasonga mbele na sasa ni wasaa mada kwa kina. Mkutano wa 19 wa nchi wanachama wa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu CRPD umetamatishwa hii leo katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Mwenzetu Arnold Kayanda wa idhaa hii alipata fursa ya kuzungumza na makamu mwenyekiti wa kamati ya mkutano huo muhimu ambayo imeandaa mkutano huo, ambaye ni Mtanzania Zulekha Tambwe. Basi nakukaribisha tuweze kuwasikiliza. Zulekha, karibu katika idhaa ya Umoja wa Mataifa. Asante sana Bwana Arnold, nashukuru. Umeshiriki pia katika kuandaa mkutano huu. Malengo yamefanikiwa, malengo ya mkutano huu na yamefanikiwa kwa kiasi gani? Huu ni mkutano muhimu sana na tumejitahidi katika maandalizi na katika majadiliano yaliyoendelea. Kwa kiasi kikubwa malengo ya mkutano yamefanikiwa. Utaona nchi wanachama nyingi zimeshiriki na nyingi zimeleta ujumbe kutoka makao makuu ya nchi zao. Kwa mfano Tanzania tumepokea ujumbe katika ngazi ya naibu waziri kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Watoto. Lakini kikubwa kilichofanikiwa ni jinsi ambavyo nchi kwanza zimesherekea miaka 20 ya tangu kuanzishwa kwa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu, lakini lingine ni katika kubadilishana mawazo. Tumeangalia mafanikio yaliyopatikana, njia bora za utekelezaji wa mkutano huo, lakini pia majadiliano mengi yameangazia changamoto na mikakati ya jinsi ya kuitatua. Lakini kingine kikubwa na muhimu zaidi ni katika kuhamasisha ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu, kwa maana ya kwamba wapate nafasi ya kuchangia katika maeneo ya uchumi na kuleta maendeleo endelevu katika jamii yao. Vizuri, umetaja miaka 20 hapo ya mkataba wa haki za watu wenye ulemavu. Miaka 20 si michache. Ni kwa namna gani mkataba umefanikiwa duniani? Manake kama mmejadili, mmekutana na watu kutoka duniani kote, mkataba umefanikiwa kwa kiasi gani? Kwanza, fanikio kubwa la mkataba huu ni idadi ya nchi zilizoridhia mkataba. Ndio. Mkataba huu wakati unapitishwa mwaka 2006, ulipopitishwa na kuja kuanza kufanya kazi mwaka 2006 mwishoni, waridhiaji nchi zilizoridhia zilikuwa ni chache, lakini mpaka sasa hivi tunapozungumza mkataba huo umeridhiwa na nchi 192. Ukitizama kwa haraka haraka utasema nchi ambazo ni wanachama wa Umoja wa Mataifa kwa ujumla wake ni nchi 193. Kwa hiyo tunamkosa mwanachama mmoja tu ili kukamilisha kwamba mkataba huo ni asilimia 100. Asilimia 100. Kwa hiyo hilo ni sehemu moja kubwa ambayo tunasema ni mafanikio, lakini mafanikio mengine yaliyopatikana ni kwamba mkataba huu ni kama nyenzo ya kusaidia nchi wanachama kuelezea ama kutekeleza haki za watu wenye ulemavu. Na katika upande huo, manake sasa hii imesaidia nchi kuweka sheria, kutengeneza sera, lakini pia kuunda taasisi zenye watu zinazozingatia haki za watu wenye ulemavu. Hiyo ni sehemu moja, lakini pia kingine kilichosaidia ni katika kutoa haki kwa watu wenye ulemavu. Maana yake sasa tuna shule, elimu imeanza kuzingatia watu wenye mahitaji maalum. Lakini pia kwenye upande wa afya vile vile. Tunakuja kwenye upande wa miundombinu, unapotaka kutengeneza barabara lazima uzingatie pia watu wenye mahitaji maalum watapita wapi, watakaa wapi, lakini pia kwa maana ya majengo na vitu kama hivyo. Na nchi zinatekeleza na zinazingatia. Kingine lakini ambacho pia ni kikubwa ni kuangalia jinsi ambavyo mkataba huu umesaidia kutoa elimu kwa familia zenye watu wenye ulemavu. Utaona zamani wakati nilikuwa naona familia za karibu, unaona kabisa zina mtoto labda amepata ulemavu ama amezaliwa na ulemavu, and then inaonekana labda ni bahati mbaya, ni laana.
watoto hao wanafichwa. Lakini siku hizi utaona watoto wanatolewa, wanapelekwa shule, wanapelekwa maeneo ya kucheza, kwa sababu elimu imewafikia wahusika na watu wamehamasika na wanatekeleza. Kwa hiyo nadhani mkataba umefanikiwa sana. Hayo ni mafanikio makubwa. Kwa vyote vile kuna vichangamoto hapa na pale. Unafikiri kuna jambo ambalo halijafanikiwa na ungependa kuiambia jumuiya ya kimataifa walifanyie kazi ili mambo yawe mazuri zaidi? Yapo, of course. Ukiangalia kwenye kila mkataba hauwezi kuwa umetekelezeka kwa 100%. Ziko changamoto hapa na pale. Changamoto ya kwanza ni katika teknolojia. Bado nchi zinazoendelea hazijaweza kupata teknolojia ya vifaa saidizi kwa watu wenye uhitaji. Lakini lingine ni swala la uwekezaji. Bado nchi nyingi hazijaweza kuelekeza kiasi cha kutosha cha rasilimali katika kutekeleza mikakati iliyowekwa. Kwa hiyo baadhi ya mikakati inabaki kwenye makaratasi. Lakini lingine ni unyanyapaa, ambayo wakati mwingine utamuona mtu labda ana tatizo alafu jamii ikashindwa kumpokea kwa vile alivyo. Na lingine ambalo linafanyika japo sio kwa kiasi kikubwa ni ushirikishwaji. Tuna mikakati mingi mizuri inayoandaliwa, lakini haiandaliwi kwa ushirikishwaji wa watu wenye mahitaji yale. Kwa hiyo kimuhimu ni kuwa na uandaaji wa sera na programu ukiwa umewashirikisha watu wenye mahitaji ama umeshirikisha taasisi za watu wenye mahitaji hayo ili waweze kusema nini halisi wanahitaji. Asante sana Zulekha. Asante. Shukrani sana Arnold Kayanda kwa mahojiano hayo, na hongera Zulekha Tabwe kwa kushiriki kufanikisha mkutano huo muhimu kwa ulimwengu. Na sasa ni wasaa kujifunza lugha ya Kiswahili. Leo mchambuzi wetu ni Dr. Josephat Gitonga. Huyu ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani. Leo anafafanua methali inayosema lililo lujani ni la lusu. Lililo lujani ni la lusu ni methali na maana kwamba lusu ni mwizi na lujani ni kwenye fikra. Ina maana kwamba si vyema kuyafungia moyoni yale mambo ambayo yanaweza kuwafaidi wengine maishani sasa na hata baadaye. Iwapo jambo ni la msaada kwa wengine, ni bora lisemwe ili liwanufaishe hao watu katika maisha yao. Anayeficha mawazo yake ni mwizi, kwa kuwa mawazo yake ni mabaya. Shukrani sana Dr. Josephat Gitonga kwa elimu hiyo. Je, wewe ulikuwa unaifahamu methali hiyo? Basi kufikia hapa nami nafikia tamati kwa leo, lakini panapo majaliwa tutakutana tena Jumanne wiki ijayo kwa jarida lingine la video. Lakini kwa upande wa redio ni kila siku, hivyo kesho Ijumaa utapata kusikia habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X jinani hilo hilo Habari za UN. Kumbuka pia kupakua Habari za UN inapatikana kwenye Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, jina langu ni Lea Mushi. Ninakutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.